Waduke Stats, Sport Next Level. Katika kile kinachoonekana kuwa ni jitihada za kujiweka mbali na tuhuma za figisu juu ya kufanyika kwa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Simba dhidi ya RS Berkane kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na badala yake kuupeleka kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF hatimaye limetoa taarifa nyingine kwa umma. Taarifa hiyo inaeleza kwamba shirikisho hilo limefanya kila linalowezekana kusaidiana na pia kutoa ushirikiano kwa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF na wadau wengine kuhakikisha uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam ndio unaotumika kwa fainali hiyo ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Simba dhidi ya RS Berkane inayotarajiwa kuchezwa Mei 25 mwaka huu wa 2025. Lakini kwa mujibu wa taarifa hiyo ya CAF inaeleza kuwa pamoja na jitihada zilizofanywa, pamoja na msaada waliotoa, lakini ushirikiano waliotoa kwa TFF na wadau wengine kuhakikisha uwanja huo ndio unaotumika kwa mechi ya fainali kati ya Simba dhidi ya RS Berkane, lakini uwezekano huo umeshindikana kwa sababu tu ripoti ya kampuni ya ukaguzi wa kimataifa wa viwanja ambayo inaheshimiwa sana kuonyesha kuwa jitihada zote zitakazofanywa haziwezi kutimiza vigezo vinavyopaswa kwa uwanja huo kuweza kutumika kwa mechi ya fainali siku ya tarehe 25. Na kwa sababu hiyo ndio maana CAF ikasisitiza kwamba taarifa yao ya awali kuwa uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar kuwa ndio utumike kwa ajili ya fainali hiyo inaendelea kubaki hivyo hivyo, kwamba uwanja huo New Amani Complex ndio utakaotumika kwa mechi hii ya pili ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Ikumbukwe awali CAF katika taarifa yao walitoa mapendekezo, wali recommend, lakini ilikuwa ni strongly recommended kwenye taarifa yao kwamba ni mapendekezo ya nguvu mno, tunaweza kusema kuwa fainali hiyo ichezwe uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, kwa sababu kwa mazingira ya hali ya mvua jijini Dar es Salaam, uwanja wa Benjamin William Mkapa kuna hatari kwamba fainali inaweza ikashindwa kufikia vigezo na kuwapa burudani mashabiki na wafuatiliaji wa fainali hiyo barani Afrika na duniani kote. Na kwa sababu hiyo ikataja kama ndio sababu ya kupeleka mchezo huu wa fainali kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar. Lakini sasa kwenye taarifa hii wanachoeleza ni kuwa pamoja na jitihada kufanyika, lakini wanaheshimu ripoti ya wakaguzi wa kimataifa wanaonyesha kuwa katika siku chache zilizobaki kufikia tarehe 25 kamwe haiwezekani kufikia vigezo vinavyopaswa kufikiwa ili mechi ya fainali ifanyike kwa Mkapa. Ndio taarifa za CAF hizo. Sasa kwa maana nyingine ni kwamba fainali hii bado msisitizo wa CAF inafanyika kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, jambo ambalo hata hivyo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba tayari imeshaujulisha umma kwamba fainali hiyo itafanyika Zanzibar. Hapo awali baada ya taarifa ya CAF, klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mamlaka za mpira wa miguu nchini, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo zilifanya jitihada kadhaa za kuhakikisha kwamba ikiwezekana fainali hiyo ichezwe kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa ambao unatoa fursa kwa watazamaji takriban 60,000 kuweza kushuhudia. Hata hivyo jitihada hizo, majibu ya CAF yanaonyesha kuwa bado fainali itafanyika Zanzibar. Hali hiyo ndio ambayo imeibua sintofahamu kwa baadhi ya mashabiki hususan Wekundu wa Msimbazi Simba kwa CAF pengine kuna figisu isichezwe kwa Mkapa ambako Wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa na matokeo mazuri sana msimu huu. Kwa mfano katika kombe la shirikisho mechi zilizocheza kwa Mkapa zote imeshinda. Ipo mechi moja amecheza Zanzibar kwenye uwanja New Amani Complex, ile aliyocheza dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, ambapo Simba kwenye mechi ya nusu finali Simba ilishinda 1-0, halafu mechi ya ugenini kule nchini Afrika Kusini ikapata suluhu na matokeo yake ikapata matokeo ya jumla bao 1-0 na kutinga fainali. Lakini kabla ya hapo mechi walizocheza Simba kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, Simba mechi takriban zote wameonyesha kiwango cha juu mno, wakiwafunika wapinzani wao kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, ingawa matokeo yalitofautiana, yote ya ushindi lakini yakitofautiana. Inakumbukwa mechi mojawapo ambayo Simba walicheza kabla kuingia hatua ya makundi ilikuwa ni dhidi ya Al Ahli Tripoli kule Libya, matokeo yalikuwa bila, lakini kwa Mkapa Simba walionyesha kiwango cha juu mno na kushinda kwa mabao 3-1
dhidi ya nyota kadhaa wa Al Ahli Tripoli, akiwemo Mabululu, mchezaji wa kimataifa wa Angola. Lakini sio hapo tu. Simba kwa msimu huu pia kwenye uwanja huu wa Benjamin William Mkapa, ambako slogan, kauli mbiu ni kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Kweli kwa msimu huu hakuna timu nyingine iliyoweza kutoka salama kwenye uwanja wa Mkapa katika mechi dhidi ya Simba, kwa sababu miongoni mwa waathirika ni pamoja na SES Sfaxien ya Tunisia ambayo yenyewe ilifungwa kwa mabao 2-1. Nyingine ni SES Constantine ya Algeria, SES Constantine ambayo yenyewe ilifungwa mabao 2-0 katika mechi ambayo Simba walipiga pasi nyingi hawajawahi kuzipiga kwa ujumla wake kutokea msimu 2018-19 wakati wa kuanza kwa kishindo zaidi harakati za kushiriki vyema kwenye michuano ya kimataifa mpaka kufikia msimu huu, kwa sababu katika mechi hii Simba walipiga pasi 638. Katika rekodi za Simba kwenye michuano ya kimataifa kwenye mechi za nyumbani kuanzia 2018-19 msimu wa 2020-21 Simba ilipocheza dhidi ya El Merreikh ya Sudan ilipiga pasi 632 na ndizo zilizokuwa rekodi kwa maana ya idadi. Lakini mechi dhidi ya Constantine ikaongeza pasi 6 zaidi katika rekodi yake na kupiga pasi 638 ikishinda kwa mabao 2-0. Wengine kwenye uwanja huu walikuwa ni Bravo Shidmakish ya Angola ambayo yenyewe ilifungwa kwa bao 1-0, ingawa Bravo Shidmakish wali challenge vya kutosha Simba, kwa sababu katika mechi ambayo Bravo Shidmakish walipata penalti lakini ikaokolewa na golikipa Musa Kamara, penalti ambayo ilipigwa na mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria anayechezea Bravo Shidmakish, Edmund. Matokeo Simba ikashinda 1-0. Lakini mechi nyingine ilikuwa dhidi ya Al Masry, mechi ngumu, kwa sababu katika mechi ya kwanza kule nchini Misri kwenye mji wa Ismailia, uwanja wa Suez Canal Authority Stadium, Simba ilifungwa 2-0. Ilihitajika ima ipate ushindi kama huwa 2-0 ama zaidi ndipo isonge mbele. Simba ikashinda 2-0 katika mechi ambayo walicheza vizuri sana, lakini matokeo ya jumla kama 2-2, mikwaju ya penalty, Simba ikasonga mbele. Kwa hiyo Simba imekuwa na rekodi nzuri kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwa sababu hiyo matarajio yalikuwa makubwa zaidi pindi ikichezwa kwa Mkapa. Hata hivyo kwenye uwanja wa New Amani Complex bado ni nyumbani, kwa sababu Zanzibar ni Tanzania wala sio nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia kwenye mechi iliyopita ya Simba dhidi ya Stellenbosch, mashabiki walijitokeza kwa wingi kwenye uwanja huu ambao hata hivyo mashabiki wake hawazidi 15,000, lakini walijitokeza kwa wingi, wakaipa nguvu Simba, ikacheza vizuri sana na kushinda 1-0, ingawa ilitengeneza nafasi nyingi yenyewe na kutumia hiyo moja. Matokeo yalikuwa 1-0 kwa sababu ni wao wenyewe Simba hawakutumia vyema nafasi kadhaa walizojitengenezea wenyewe, likiwamo tukio maarufu la kuelekea mwishoni mwa mchezo ambapo Jasha Ahoua alimpiga chenga mpaka golikipa Oscarin Masuluke wa Stellenbosch, lakini shuti lake lilikwenda nje ambalo pengine lingewafanya Simba washinde 2-0 katika mchezo huo, lakini wakashishia kushinda 1-0. Sasa mechi inachezwa Zanzibar. Nini kitakachotokea? Ni matarajio kwamba Simba wekundu wa Msimbazi wataendeleza kile walichokifanya katika mechi dhidi ya Stellenbosch, lakini pia kile walichokifanya mara zote kwa msimu huu kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Miongoni mwa sababu za mechi kupelekwa katika uwanja wa New Amani Complex ni uwanja mzuri ambao unakidhi vigezo vya CAF na ndio maana umepelekwa huko. Kunaweza kuwa na sababu nyingine mbalimbali za kwa nini mechi imetolewa kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, lakini ni vyema wekundu wa Msimbazi Simba, hususan benchi la ufundi, kocha Fadlu Davids na wachezaji wake kubaki kuwa kwenye malengo yao, kuhakikisha wanashinda ili wawape furaha na Simba na Watanzania. Ni kwa sababu kwenye mechi hiyo Simba benchi la ufundi wanapaswa sijiingize katika saikolojia ya kuathirika juu ya uwanja kuhamishwa kutoka kwa Mkapa kwenda New Amani Complex, kwa sababu mechi ya kwanza dhidi ya RS Berkane, wana finali wa michuano hii msimu uliopita, Simba wamefungwa mabao 2-0. Ni katika mechi ambayo wenyeji Berkane walipiga mashuti 14, 6 ya kilenga lango, Simba wakipiga mashuti 9, hakuna hata moja lilolenga shabaha. Kwa sababu hiyo kwenye uwanja wa Amani visiwani Zanzibar, Simba wanahitajika kushinda walau mabao 2-0 ambayo itafanya iende kwenye mikwaju ya penalty, ambayo kwa kawaida penalty hazina mwenyewe, yoyote anaweza kushinda. Lakini kwa uhakika zaidi Simba inapaswa kushinda kwa tofauti ya mabao 3, yani ile margin 3-0, 4-1 na kadhalika. Lakini
ni ili kufanikiwa hayo lazima waboreshe eneo lao la kupiga mashuti kwa kulenga shabaha, sivyo kama walivyofanya Morocco, kwa sababu usipopiga mashuti ya kulenga shabaha uwezekano wa kushinda unakuwa mdogo. Maana changamoto iliyopo katika mechi hiyo, Simba inatakiwa kushinda kwa tofauti ya mabao kuanzia 3 ili itwae ubingwa na kupiku matokeo ya 2-2 waliofungwa kule Morocco. Lakini wakati huo katika jukumu la kuzuia itapaswa kuhakikisha Berkane hawafungi, kwa sababu kila wanapofunga bao moja manake wanaongeza mzigo mkubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba katika kuhakikisha inatimiza lengo lake la kupindua meza kibabe na kutoa ubingwa. Ilifanya hivyo dhidi ya Al Masry katika hatua ya robo finali, ilifungwa 2-2 nayo ikashinda 2-2 kwenye mikojo ya penalty ikashinda. Je, finali hii dhidi ya RS Berkane ambayo inaongoza 2-2 kwa ushindi wa nyumbani kwake Morocco, Simba itarejea kile ilichoonyesha dhidi ya Al Masry ama zaidi ili kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba na kutoa ubingwa wa kombe hilo la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.